Ujambo mpenda mtazamaji, karibu ili tuweze kufahamishana yale ambayo yanajiri, na niliweza kukueleza hapo awali ya kuwa tutakuwa tunaangalia Afrika Mashariki kote, hatakuwa tunachagua ni nchi gani tunaimulika. Kwa hivyo siku ya leo ningependa tuweze kumulika nchi ya Kenya, na nataka niweze kukuambia ya kuwa hivi karibuni umeweza kuona ya kuwa kumekuwa na ile aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta akiweza kumdefend aliyekuwa deputy president Rigathi Gachagua, akisema ya kuwa haifai kuweza kumtusi au kutoa matamshi fulani ikielekezwa kwa Rigathi Gachagua. Na kabla ya pale niko nataka niweze kukupatia historia fupi ambao wawili hawa wameweza kukua nao tangu hapo awali. Nataka nikuweze kueleza ya kuwa baada ya Rigathi Gachagua kukuwa personal assistant wa Uhuru Kenyatta, hakujai kuwa na ile hakujai kuwa na ule urafiki wa karibu na Rigathi Gachagua tangu alipokuwa PA wake. Kisha Uhuru Kenyatta alipoleta Raila Odinga katika ile salamu za heri, hapo ndipo urafiki ukakatika kabisa. Na kutokana pale Rigathi Gachagua alikuwa anarusha maneno kweli kwa Uhuru Kenyatta, maneno mazito. Kumbuka kuna wakati ile ambao Rigathi Gachagua aliweza kusema ya kuwa usituue namna ulivyoua namna baba yako alivyoua JM Kariuki. Ilikuwa maneno ambao ilikuwa na mashiko kabisa katika jamii ya Kenyatta, na hapo ndipo waliweza tu kumchukia Rigathi Gachagua, na hawajai kumake na Rigathi Gachagua au wakubaliane naye kuweza kuketi chini, sababu aliweza kumtusi walipokuwa wanafanya kampeni kule sehemu ya Mount Kenya wa mwaka 2022. Kumbuka pia alipokuwa anatoa speech yake walipokuwa katika ile event ya uapisho, Rigathi Gachagua alitumia wakati wake kuweza kumulimbikizia kidole Uhuru Kenyatta, na Uhuru Kenyatta, kumbuka wakati ule alikuwa ameketi pale. Rigathi Gachagua alitumia ile chance ya kuweza kumuattack Uhuru Kenyatta kwa state function, na jambo hilo halika vyema na Uhuru Kenyatta. Kulikuwa na watu ambao waliweza kuingia katika shamba lake Uhuru Kenyatta wakati fulani, na inasemekana ya kuwa moja ya watu ambao walikuwa main planners wa ile shughuli ambao farm ilikuwa attacked ilikuwa Rigathi Gachagua. Kwa hivyo kumekuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa yanaendelea, na relationship yao imekuwa mbaya sana. Wachana na relationship between Uhuru Kenyatta na Rais Ruto, ya Rigathi Gachagua imekuwa mbovu kabisa, hawajakuwa wanapatana. Lakini ni vipi Uhuru Kenyatta aje sasa hivi aweze kutuambia ya kuwa watu wasimwongelee vibaya Rigathi Gachagua? Ndio vitu ambavyo tunataka tuweze kujadili siku ya leo, lakini kabla tuweze kuingia katika full discussion au tuweze kuingia katika uchambuzi huu, mpendwa mtazamaji, nataka nikuombe uweze kusubscribe katika channel yetu ili uwe mwanachama. Kabla niweze kukueleza mpendwa mtazamaji, nataka pia niweze kupatia scenario nyingine ambao iliweza kutendeka. Rigathi Gachagua alipokuwa impeached, kulikuwa na function ambayo ilikuwa ilifanyika sehemu ya Meru, na katika hii function ilikuwa ya maana zaidi kwa sababu katika hii function Rais Ruto aliweza kuattend aliweza kukua katika hiyo function. Deputy President the then Deputy President Kithure Kindiki alikuwa katika ile function.
Rais Uhuru Kenyatta alikuwa katika ile function, Rigathi Gachagua alikuwa katika ile function ambao iliweza kufanyika Meru. Hapa ilifanyika tu muda chache baada ya Rigathi Gachagua kuweza kuwa impeached. Na katika hii function ambayo iliweza kufanyika, Rigathi Gachagua aliweza kufika mapema, na wengi wakasema ya kuwa alikuwa anatafuta ile maongezi na Uhuru Kenyatta, lakini haya hayakuweza kufanyika. Na Uhuru Kenyatta hata alikuwa friendly so much na Kindiki na Rais Ruto kushinda Rigathi Gachagua. Hata inasemekana ya kuwa handshake hata wakuweza kusalimiana katika ile event, kumaanisha Uhuru bado alikuwa na ile kinyongo ya kuwa huyu jamaa alinitendea maovu. Na kwa hivyo kutokea wakati ule Rigathi Gachagua amekuwa na bad relationship na Ruto, walikuwa wameshakosana, na basi alikuwa anajaribu ku apologize to Uhuru Kenyatta kwa muda mwingi. Kumbuka alipotoa statement ambao aliweza kusema ya kuwa mtu ambaye aliweza kufanya ya kuwa waone Uhuru Kenyatta kukuwa mtu mbaya alikuwa Ruto, ndio aliweza kuwadanganya, na akakuwa na warai watu ya kuwa tuliweza kudanganywa ya kuwa huyu Uhuru Kenyatta ni mtu mbaya, lakini tumeona ni mtu mzuri, na mimi natafuta hata kuweza kuongea na ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo Rigathi Gachagua kwa mara nyingi amekuwa anatafuta ile public apologies kwa Uhuru Kenyatta, lakini hiyo haijakuwa inafanyika. Na tukaweza kuona, kuna wakati tuliweza kuona ya kuwa Ruto aliweza kuenda katika shamba lake kule Ishameri kuweza kukutana na Uhuru Kenyatta, na watu wakakuwa wanazungumza ya kuwa huenda wakaweza kufanya kazi pamoja. Na baada ya pale tukaweza kuona wandani wake Uhuru Kenyatta wakiweza kuwa appointed kwa cabinet ya William Ruto. Watu wakakuwa wanajaza maneno yao kusema ya kuwa huenda wawili hao wameweza kureconcile na kuweza kufanya kazi pamoja, na ilikuwa imebaki tu kidogo waweze kufanya kazi pamoja, lakini hiyo haikufanyika. Uhuru Kenyatta aliweza kuangalia ya kuwa interest yake na William Ruto haziendani, haziko pamoja, na basi akaweza kupotea kwa muda chache kutoka kwa ulingo wa siasa. Kwa hivyo Uhuru Kenyatta amerudi na ameweza kurudi na mapya, na hii tu ni baada ya kifo ya Raila Odinga. Kifo ya Raila Odinga imebadilisha mambo. Kumbuka Raila alipokufa, Uhuru aliweza kuchukua siku na kuweza kulala katika ile boma ya Odinga, ya Jaramogi Oginga, na akaweza tu kuwa na familia. Na hiyo event haikufanyika tu jinsi ilivyofanyika hivyo, haikukuwa intentionally that Uhuru Kenyatta aliweza kulala kule na akaweza kukaa sehemu kule siku moja baada ya maziko ya Raila. Sababu, mpenda mtazamaji, kila kitu katika siasa inafanyika na mpangilio fulani. Mtu asije kuambia ya kuwa mambo fulani inafanyika sijui vipi. Kila kitu huwa imepangiliwa, na kuna kuanga na ile kitu ambacho wanasiasa wanataka kuweza kuachieve kwa kile ambacho wanakifanya. Kwa hivyo kuketi kule pia kulikuwa na maana yake, maana ya Uhuru Kenyatta kuweza kuspend more day baada ya maziko ya Raila Odinga. Kwa hivyo nataka nikueleze mbona Uhuru Kenyatta aliweza kusalia kule baada ya maziko. Katika Luo community bado kuna ile kuweza kuamini the Odingas. Unajua Odingas wako na usemi mkubwa katika Luo politics. Ndio maana hata uliona chama cha ODM kiliweza kuachiwa au kiliweza kupatiwa party leader awe anatoka katika familia ya the Odingas, na akaweza kupatiwa ndugu yake Raila Odinga ambaye anafahamika kama Oburu Odinga. Kwa hivyo Uhuru Kenyatta alijaribu kubaki pale, picha iende kwa wafuasi wa Raila Odinga au
community ya Luo community that yeye alikuwa close sana kwa Raila Amolo Odinga, na kwa hivyo wanatakana wachukue ya kuwa huyu naye alikuwa mwandani wa karibu, kumbe alikuwa rafiki wa karibu wa Raila Amolo Odinga. Na pia alikuwa anataka tu appeal to the family of the Odingas waweze tu kumsupport, kwa sababu Uhuru Kenyatta anataka kumfront Matiang'i, na iwapo angewarai ama angeweza kuambia the Odingas family ya kuwa mimi niko na candidate wangu katika uchaguzi wa mwaka 2027 na candidate wangu ni Matiang'i, ningependa the Odingas muweze kumsupport, basi ingekuwa rahisi kuweza navigate through the Luo politics, Matiang'i kuweza kuingia katika ile Luo politics. Kwa hivyo ilikuwa na maana tu ya kisiasa, mbona aliweza kusalia sehemu ile, na uliweza kuona baada ya Uhuru keti katika sehemu ile, uliweza kuona Ruth Odinga akiweza kukua na mikutano tu mingi na kuweza kufanya interviews mingi katika vituo mbalimbali vya runinga na redio, na kwa kila interview ambayo alikuwa anafanya unaweza kuangalia videos ambayo alikuwa na zile interview, alikuwa anajaribu tu kuambia watu ya kuwa hakuna mtu ambaye tumeweza kukubaliana na yeye ya kuwa ni 2 terms ama tunaenda kumsupport kwa muhula mwingine zaidi. Hii yote tutakuwa tunaangalia na wakati utakuwa unasema. Kwa hivyo alikuwa ajaribu kusema hivyo kwa sababu alikuwa na create a room for Uhuru Kenyatta, mazungumzo ambao walikuwa nayo, na unajua wakati Raila alikuwa bado hai, haungeweza kuona Ruth Odinga akiweza kufanya a lot of interviews katika vituo vya radio na katika vituo vya televisheni. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, jambo ambalo nataka tuweze kutazama au nataka tuweze kuangazia, mbona sasa hivi Uhuru Kenyatta anamdefenda Rigathi Gachagua. Jambo la kwanza, Uhuru Kenyatta ameweza kutazama ya kuwa katika United Opposition kuna vile wanavyo Jubilee kutokuwa among them watu ambao hawapo katika ile United Opposition. Na kumbuka kumekuwa na statement ambayo imekuwa inasemekana ya kuwa Rigathi Gachagua ameitoa statement fulani ambao aliweza kusema ya kuwa sisi katika United Opposition hao viongozi ambao mnawaona wote hawezi kubetray the United Opposition, na katika orodha ile hakuweza kumtaja Matiang'i katika orodha ile. Kuna statement ambayo Cleophas Malala aliweza kuitoa pia, akiweza kusema ya kuwa kuna party itakuwa inafanya event yao na hiyo party ni Red Wheelbarrow, akiweza kusema ya kuwa iko tu kwa iko kwa awamu ya Ruto, yani iko chini ya William Ruto. William Ruto ndio anaisukuma ile party. Kwa hivyo kumekuwa na sentiment mingi ambayo imekuwa inasemekana, na hivi karibuni umeweza kumtazama Uhuru Kenyatta akiwa na Kalonzo Musyoka sehemu ya Ukambani kwa gari moja. Hii ni jambo ambalo haliwezi kutendeka tu hivi hivi. Kwa hivyo Uhuru Kenyatta amejaribu kuleta ya kuwa sisi katika United Opposition pia sisi kama Jubilee tuko na nyinyi, na ndio maana akaweza kumdefenda Rigathi Gachagua, kuleta tu ile perception ya kuwa hatulumbani, sina shida na Rigathi Gachagua, tuko ndani ya United Opposition. Na hivi karibuni umeweza kuona allies wa Rigathi Gachagua wakiweza kusema ya kuwa wanahitaji mkutano baina ya Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua. Huenda hiyo ikaweza kutokea kwa masiku kadhaa ambayo inakuja. Na pia mpenda mtazamaji, napomalizia Rigathi Gachagua Rigathi Gachagua ako respected sana upande wa Mount Kenya. Hiyo hatuwezi chukua kwa njia nyingine.
ako so much anasikizwa sana sehemu ya Mount Kenya. Even though Uhuru Kenyatta ako so much respected, but Rigathi Gachagua sauti yake inasikizwa sana Mount Kenya, na iwapo kutakuwa na malumbano kati ya Rigathi Gachagua na Uhuru Kenyatta, kumaanisha William Ruto anaweza kupata upenyo. So the main reason why the two of them may work together is because their interests are converging, na interest yao ni kuweza kumtoa William Ruto kutoka uongozini. Mpendwa mtazamaji, hayo ndio nimeweza kukua nayo na uchambuzi ambao nimeweza kuifanya siku ya leo. Huenda wewe uko na maoni yako ambao kuhusiana na jambo lolote ama jambo ambalo tumeweza kuizungumzia. Mpendwa mtazamaji, kumbuka kuweza kuachilia comment yako pale kwenye comment section ili uweze kutusaidia sana kuweza kuelewa kilichokuwa kinaendelea. Mpendwa mtazamaji, kumbuka pia iwapo haujaweza kubofya kile kidude cha subscription, na kuomba uweze kubofya kile kidude cha subscribe ili uweze kuwa mwanachama. Mpendwa mtazamaji, hadi muda mwingine tutakapokutana katika meza hii ili tuweze kujadili kile ambacho kinatuhusu katika siasa na mambo mengine pia. Zaidi ya yote ni tuweze kufahamishana, na hatuko katika chama chochote au hatuko tunaungana na mtu yeyote. Tunakupatia tu vile vitu ziko na vile tunaona mambo yanaendelea, mpendwa mtazamaji. Kwa hivyo kumbuka kuweza kusubscribe katika channel yetu ili tunapotoa video mpya utakuwa kwanza kuweza kuitazama. Kwa heri kwa sasa.